Ulisema mwanadamu hataishi kwa mkate pekee, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Bwana. Tumekuja kushiriki neno lako usiku wa leo. Baba, tunaomba ufungue macho yetu ya rohoni, tukapate ufahamu, tukapate ufunuo, tukapate kuelewa. Bwana, ukatusaidie tukawe watendaji wa neno, wala si wasikiaji wasahaulifu. Jina lako litukuzwe Bwana, ukatimize kile umesema utatenda, maana wewe ni mwaminifu. Badilisha maisha yetu kwa wema usiku wa leo. Nipe ufasaha wa usemi. Asante kwa upako juu ya maisha yangu. Asante kwa mifano ya kueleweka. Asante kwa neema iliyojaa kwa sauti yangu. Asante Bwana kwa nguvu za ufufuo zinafungua watu wako na kuwaweka huru katika maisha yao Bwana, ili wakuwe bora kuliko vile ambavyo wameishi. Ninakupa utukufu, maana unatenda tena. Imitiwa na uinuliwe kwa jina la adui asikuhubirie kukwambia utoke uende. Sitahubiri muda mrefu. Kesho tuko na ibada na ninataka nifanye kile Bwana amenituma kufanya usiku wa leo, ila na kusiki mapema, kusudia kukaa, kusudia kuweko. Namba 2, ninaomba ukusudie kuandika notes kama unaweza, kwa sababu nataka nikutume kwa watu watatu ambao hawako kwa ibada hii. Watu unaowafahamu, watu ambao unawaenzi, watu ambao unawaheshimu, watu ambao unawatambua, watu ambao unawapenda. Watu watatu uende na ujumbe huu ufanye kwa summary, kwa kifupi. Umwambie mambo mawili matatu ambao umesikia umekuguza kwa ibada hii, na umshauri sana kesho asikose ibada. Amen. Maana kesho itakuwa kuendeleza kile kinaanza usiku wa leo. Tuko pamoja? Kwa hiyo umsii sana asikose. Nasema hivyo ndio sasa tukianza ibada tayari ukisikia neno utakuwa na watu watatu ambao ndani ya moyo wako unawawaza na unaweza shiriki nao, na unaweza wachochea sana wasikose kesho. Tuko pamoja? Msomi wangu atakuwa tayari baada ya nimesoma ile ya kufungua, ile ingine atatusomea na tutaweza kubarikiwa. Wacha nisogee tu karibu kimapema, alafu tutaendelea. Fungua kitabu cha Mathayo 12, Mathayo 12:22. Mathayo 12 Mathayo mlango wa 12. Nitasoma kisha nitaanza kueleza maneno haya Bwana ameweka moyoni mwangu, na kutoka hapo Mungu atatusaidia. Wakati ule wakaleta mtu mwenye pepo kipofu, naye ni bubu, akamponya. Hata yule bubu akanena na kuona. Makutano wote wakashangaa, wakasema, huyo si mwana wa Daudi? Lakini Mafarisayo waliposikia walisema, huyu atoi pepo ila kwa Beelzebubu, mkuu wa pepo. Basi Yesu akijua mawazo yao akawaambia, kila ufalme ukifitinika, hiyo neno kufitinika ni kugawanyika, ukigawanyika juu ya nafsi yake ufanyika ukiwa. Tena mji
yoyote ikifitinika ama ikigawanyika juu ya nafsi yake haitasimama. Bwana abariki kusoma kwa neno lake. Sema amen. Kutokana na maandiko hayo, ninataka nihubiri, na ujumbe ama kichwa cha ujumbe wangu usiku wa leo ni kwamba nyumba iliyogawanyika haiwezi kusimama. Bwana asifiwe. Hebu sema, nyumba iliyogawanyika haiwezi kusimama. Hiyo tunaweza semaje kikao? Nyumba yaandikite nyumba. Amen. Yesu ameletewa mtu ako na shida. Shida ya mtu, anasemekana huyu mtu ako na pepo, na huyu pepo ni pepo kipofu, na huyo mtu ni bubu. Unaona, hii ni shida ya kushangaza, maana watu wengi ambao wanakuanga na shida ya namna hii, unasikianga ni bubu na kiziwi. Pepo inaovamia watu huvamia ikawa ni kiziwi na bubu. Lakini hii sasa imeleta confusion, ati ni kipofu kisha bubu. Unaona hiyo? Watu wengi ambao ni bubu ndio ukifuata unakuta ni kiziwi pia. Huyu ni kipofu, wanasema alikuwa na pepo ya nini? 22. Mtu mwenye pepo kipofu kisha ni bubu. Dona unajua vile kinaendelea, ni tatizo kubwa. Lakini alipoletwa kwa Yesu, nataka uelewe, hata kama shida iko namna gani, ikiwa inaelekezwa kwa Yesu, pana matumaini. Amen. Walipomleta kwa Yesu, Yesu akatoa ile pepo, yule mtu akaweza kuongea na akaona. Watu wale walioona muujiza ule umetendeka wakasema huyu ni mwana wa Daudi. Mafarisayo walio kinyume wakasema hapana, huyu hafanyi muujiza ila ni kwa pepo yule mkubwa anaitwa Zebulon. Bwana asifiwe. Mnanisikiza kweli? Pepo mkubwa Zebulon ndio Yesu anasemekana anatoa. Ameponya, ametoa hii bubu, ametoa hii kipofu, ameweza kuponya kwa hiyo pepo. Ndio Yesu akasema maneno, a very strong statement. Akasema ufalme uliogawanyika hauwezi kusimama. Anamaanisha nini? Kama basi ninatoa pepo, nikitumia nguvu za pepo, sio ufalme wa shetani umegawanyika? Umia maimu na maimu utumie minya wake kwa nangawia wake lukwela, anakubali utumie nguvu zake kuharibu kazi yake. Yesu anajaribu kueleza, kuambia kama imefanyika hivyo, basi huo ufalme, mnaelewa pateni? Huo ufalme na kama umegawanyika hauwezi kusimama. Leo nataka niende na hiyo staili pole pole, maana
kile nataka ushike, ukishika tunaenda paa kesho, tunaenda paa. Amen. Usiku wa leo kuna kitu kitatendeka cha kipekee. Alafu namba 2 umeshikana kwa namba 1 amesema nini? Ufalme uliogawanyika hauwezi kusimama. Maana yake hauwezi kuendelea. Namba 2 anasema nyumba iliyogawanyika haiwezi kusimama. Hebu nione kama umeshika hiyo. Ya kwanza gani? Ufalme uliogawanyika hauwezi kusimama. Ya pili ni gani? Nyumba iliyogawanyika haiwezi kusimama. Sasa hiyo statement inaashiria mambo mawili. Ufalme uliogawanyika, anaongea kuhusu ufalme wa kiungu. Anasema na kama ufalme wa shetani umegawanyika hauwezi simama, na kama ni ufalme wa Mungu umegawanyika hauwezi simama. Sikieni niwaambie wapendwa, matatizo ile tuko nayo hapa kwa maisha haya tulio nayo inatokana na hiyo statement ulisikia. Nyumba imekuwaka bahani kuu. Nataka niseme hivi basi, ufalme uliogawanyika wa kwanza ni kanisa. Kama kuna mahali ambapo leo hii pakirekebika, tutatembea katika success, ni kuangalia vile kanisa imegawanyika, na sisi watu wa outreach tuanze kurekebisha hapo. Nyumba ya Mungu ambayo inawakilisha ufalme wake, tukatae isigawanyike. Semeni amen. Nawapeleka mahali usumbe mwani alunga. Tukiokoka tunaingia katika ufalme wa Mungu. Tukiokoka tunaingia katika ufalme wa Mungu. Mungu anatufanya yeye ni mfalme. Yesu ni mfalme, lakini anaitwa mfalme wa, sijaposikia mfalme wa, weka mkono kifua, sema mimi ni mfalme. Sema Yesu ni mfalme wa mfalme mimi. Wewe musumbe alotiza mwanaume ni musumbe. Kwa mwanzo kwa ni musumbe. Wono nena mtubai tuatume manena hapo. Musisi nene so kwende ni musumbe. Haleluya. Anaitwa mfalme. Wafalme ni kina nani? Sisi. Mfalme sisi tunatawala. Utawala wetu kwa kiso moja zona julie msome ni joyo kwa nani Israeli. Sisi tunatawala hapa dunia. Amen. Wafalme, lakini tuko ndani ya ufalme wa Mungu. Na yeye anasema hata ufalme wa shetani ukigawanyika hautasimama. Na hapo sikia nakwambia baba. Unaitwa nani baba? Niruhusu tusikie majina. Unaitwa nani? Kuelewa vizuri. Tasmutina. Asante. Yaani kila kunena na nati musume huwa waanika. Hawezi simama. Na ile tu ya sumbe. Ila mmoja sasa ndio Yesu aneno. Osa
point. Acha kuhusu mwani nungama. Otato. Na kasema no. Abayu. Husu wenyu ni mwani. Nina kwa point. Husu wenyu. Charles. Inaitwa divide. Inaitwa divide. Kumbe mnaelewa. Aliongelesha hawa alipoongelesha akaongea, mwisho akaishia kufanya kile Mungu alisema asifanye, na akamshirikisha mume wake akafanya hicho. Ufalme huo ukakamilika kugawanyika na wote wakapotelea mbinguni. Mungu akakuja akakuta kanisa yote imebalana. Hiyo ni Kiswahili. Kanisa wambe kutilika ni wamwe ngai. Pastor, tukone kanisa kwa wambe kutilika. Kanisa wambe kutilika ni wamwe ngai. Ngai sasa alikuwa anakuja jioni kwa chachi yake shamba la Edeni wafanye ushirika. Akakuja jioni moja akakuta kanisa likatwa kitao. Eli hapo wamebaki na watu wawili na watatu. Yake ilienda yote. Kanisa yake ni katika yote. Inabidi aulize mko wako. Ufalme uliogawanyika. Mimi naomba Mungu tu usiku wa leo akushikilie, usikize ujumbe huu. Maana hii ndio ground ya kila kitu. Na unajua dakika za mwisho Mungu utaka maneno ile anazingatia kile anataka uache nacho. Kile zile zingine. Sasa kinaye maana hapo ndio anaelewa ibada ndio. Ndio atakufanya ibada hii. Ndio uko busy. Uko hapa mwili, akili uko kabu. Kwa hivyo katana. Hiyo ndio ya kwanza kukata. Ya pili, wale watoto waliozaliwa na Adamu na Hawa. Unajua mtoto mmoja alikuwa na hao wanafunzi wanajua nini? Unajua ziara hii watoto wa Adamu na Hawa wa kwanza alikuwa anaitwa nani? Hata Grace. Nani anasema Grace hapa? Aliitwa nani? Abel. Kaini. Mtoto wa kwanza aliitwa Kaini, wa pili aliitwa Abel. Wavulana wawili wazuri. Kwa ufunuo wakapata kuelewa, waenda wakamwabudu Mungu. Abeli kachukua mifugo na kila mtu kuabudu Mungu. Uone divide and rule. Adui hapo wakati sadaka ya Abeli ilipokubalika, hapo akaingia kuwagawanya. Na mwisho wa hiyo kitu ilikuwa ni nini? Familia kwa ilikuwa inataka kuabudu. Ilibaki na kaburi ya yule alikuwa mzuri, alafu mwenye anarandaranda ni muuaji ya nabaki. Kaniteni ya ndoa. Hebu weka mkono kwa kichwa yako. Na kemea pepo ya distraction. Na kemea roho ya kukutoa katika ibada na kile Bwana anataka kufanya. Ninatangaza kwa jina la Yesu, moyo wa kupokea akili ya kuelewa. Pokea neema ya kuelewa. Pokea neema ya kuzingatia. Kila pepo ya mgawanyiko, kila pepo ya divide and rule, I command you, leave the house now. In the mighty name of Jesus.
Sema amen. Naona umerudi. Umeona pale tumefika. Hata hii familia ambayo ilikuwa inataka sasa kuanzisha umoja wa ibada. Baba mama Bishop wameenda, familia inaenda, watoto wameamua twende ibada. Lakini adui anajua nyumba ambayo imegawanyika haiwezi simama. Na akasema hakuna vile nitawaacha mwabudu nyote mko wa familia moja. Hasha leo nitasaidia kuwa na utulivu. Sijui ni hasha gani kwa upande huu. Ule hasha kwa upande huu ni upi? Ainua mkono ni muone. Una hasha pande hii? Ni wewe madam? No movement. Amen. Pande hii kuna hasha? No movement. Pande hii kuna hasha? No movement. Pande hii kuna hasha? Ile kuna hasha? Munisaidia kwa hiyo. Maana ile kitu Mungu anataka kufanya. Saa hii adui anakita, maana anajua hatafanya what is going to happen. Sasa natoa dakika mbili, kama ulikuwa unatoke wewe, toke saa hii wewe. Ni utoke, alafu ukitoka sasa kabidi usikizie hapo nje. Mimi nafanya hivyo maana najua kile nimeamriwa. Kile nimeamriwa najua. Tumekuwa nje saa hiyo yote. Sasa nakwambia saa hii ndio ya kwenda. Kama labda uko na assignment unafanya, tunakuruhusu uende ufanye, alafu utulie hapo, unaweza sikizia pale pia. Sasa umeelewa? Hawa ambao wamekusudia kwa umoja kama family kwenda kuabudu, adui naye amepanga kwa shughuli zake na makusudi yake atawagawanya. Kuhusiana Adamu na Hawa ashe masiaka sikwendo faila majiwa na muwani na kila kinde o ni kamili kola weka una weka ma wacha machaisi kwa ngapi uloteka muwani niwe majiwa akabayo nenda kunenua yekona family yenu unaona ungebe wewe tena family yenu ni nene wa hivi baba ndete kila na ndete family ili yote kwa hiyo ndole mu aida hindi mwekana hiyo baada kuja umume nikiuliza saa hii kila mtu ndiye hiyo ndio Mungu amenituma nayo. Amen. Kanisa hao wakawawa hivi na wakawana hivi na ikaishia. Sasa ukirudi katika kanisa la Bwana, ile division iko, ile mgawanyiko adui ameweka Bwana kulotoa niti ni wezi palobi kite toa lepi kwa lobi tuyungama pasa nuko na chaliki ulo kisobya Bwana mwenye ndo kisobezi kwa kutumbia sipila seye. Anataka kufanya kitu ambacho kitaendelea kuinua kiwango cha maisha yetu binafsi na kiwango ya huduma ya outreach na makanisa mengine itaona Ibilisi kunienda vipi, kisha tutawaeleza vile alivyotenda Bwana. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hivyo
na mwishowe hata wao wakafukuzwa kwa shamba la Edeni na kukaekwa malaika wakae nchi ya baraka. Jamii imegawanyika. Hasa tukija katika ufalme wa Mungu, nataka dada tusomee Ufunuo wa Yohana. Biblia iko balance kidogo, alafu niachilie kile Mungu amesema. Ufunuo wa Yohana 1:5 na mstari wa 6, 5 na 6. Revelation chapter 1 verse 5. So tusomee. Na kuma kwa Yesu Kristo usiyikirito na mushara wa mbere waku na monene wa asumbe mande kwa usuku twendete na kututasya na ngakame yake tume na ene situ atutue usumbe twetewe athembi mangai ire wake ndaya na utoni esiake kufika tene na tene. Amen. Amen. Verse 6 anasema, and made us a kingdom, priests to his God and Father. Another translation says, he has made us kings and priests. Amen. Katika Agano la Kale, na ni picha kile Mungu anataka kwa kanisa lake, anatufanya kuwa kuhani. Sasa wale wandugu wamenisaidia jana, mkuje tena mnisaidie. Kuja na kiti yako, kuja na Biblia yako, noti zenu mtaandikia hapo. Mniruhusu, kuna kitu nataka nionyeshe, maana hii itatusaidia kabisa. Mnaona hapa sogea kidogo. Amen. Get up. Bwana anasema ndiye anasimamia wafalme. Sawa? Tumefanywa kuwa makuhani. Wewe ni mfalme na makuhani. Katika Agano la Kale kulikuwa na upako mara 3. Tunaelewana? Wale walikuwa na pako na Roho Mungu kuwakalia ni vikundi aina mbalimbali, watu watatu. Ilikuwa ni mfalme anatiwa mafuta, kuhani akona mafuta ya Mungu, alafu kuna nabii. Tunaelewana? Hata Bwana anasema ametufanya kuwa wafalme. Katika nyakati hizo, katika Agano la Kale, kile ambacho kilikuwa kinafanyika ni kwamba mfalme, kama leo vile tumesoma kwa Pastor Benjamin, ni nani alimtia Sauli mafuta? Samueli alikuwa nani katika wao? Kuhani. Amen. Alikuwa anasimamia ni nabii, lakini mafuta yake ni ya ukuhani. Akamtia mafuta huyu akuwe mfalme. Yeye sasa alipomfanya kuwa mfalme, yeye akiwa kuhani, akiwakilisha mafuta ya Mungu. Ilikuwa wakati ule, wakati ambapo huyu anaitwa mfalme, kazi yake ilikuwa ni kuja kwa upako huu wa kikuhani ama nabii. Kuhani ama nabii, upako wao ulikuwa ni wa kusaidia huyu. Nataka uone sasa operation vile Mungu alikuwa amekusudia kujenga ufalme wake. Ndani ya alanga musumbi uya wake na mauta make ni maku kitaba na kuimarisha amaida maka. Amen. Mafuta yake ilikuwa ni ya kupunish, to avenge God's enemies. Ni Mungu wa Sauli, aina watu mwe akowa Amaleki mote na mote. Sauli hati ya ila Sauli ndoki ya kukundi ni ya kukundi ni kwa mbara.
Nasema kama unaamini utaiona. Simama sasa na kuongelesha ya mwisho, tukao tumesimama. Pigia wapendwa makofi. Sikia, watu waliokomaa kiroho huwa wanatambua utembezi wa nguvu za Mungu. Saa zile kuna spectacular na saa zile Mungu anakuja katika utulivu. Amen. Kuna watu waelewi Mungu saa zile anakuja, wamemzoea saa zile anakuja na hata leo katika huu utulivu. Mungu ako hapa. 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 Je, mnakubali umoja huu urudi? Wangapi wanasema unakubali huu umoja urudi? Imani ile urudi. Amen. My man of God, Baba Life, akasema kitu hivi, nisikie vile ambavyo amesema. I believe it with all my heart. I believe it with all my heart. I don't doubt it. Kuna wakati nishamsikia hata wakati mwingine anasimama anatangaza, Mungu amemwambia rais wa Kenya atakuwa fulani. Na nishaona watu ambao ni marafiki zangu wanasema upuzi. Na waambia mimi hata kama nisikuwa akili yako kikapo kadogo kaniambia nipige huko kwingine. Kama my man of God amesema hivyo, I'm going to follow him. I believe in him. Na hakuna space ya hata kuwa. Maana hakuna siku ashaongea Bwana akakosa kutimiza. Bwana pesa. Nishaona watu ambao wananikosea, wananiambia kwenda huko. Na ni marafiki zangu. Kwa sababu tu nimesema kile nani. Wanataka wanigawanyishe na nabii na mtumishi ambao nimemchukua kusikia kutoka kwa Bwana. Na asema unetu huyo wa Mama Mabui. Ngoja. Asema unetu huyo wa Mama Mabui. Tuiwe ya. Mukaya munga kuseo. Yunu mwana kuingia kanamba gospel outreach uka kuseo kunena nwe. Tukienda nyumbani, maana kuna vitu Bwana anajenga kwa ajili ya kesho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na jamii yako iwe na moja. Amen. Wala usione kwamba kuna kitu kisichowezekana. Inawezekana. Hebu sema inawezekana. Inawezekana. Sema anatenda. Anatenda. Mtoto ambaye anakaa kama sasa anaenda opposite direction, Mungu atamkamata. Nasema Mungu atamkamata. Nikiongea kitu ya namna hiyo, kumbuka hii mambo ya jiwa. Sinakaa impossible sana. Inafanana kwa hiyo mtoto ambao nataja. Heri ukubali. Amen. Heri ukubali. Huyo ndugu yako, huyo baba yenu, huyo mama yenu, huyo mtu kwa familia ambao unaona amekamatwa na amepelekwa kinyume, katika hii new level Bwana anamrejesha. Sikia, Mungu anatafuta mtu. Ungeelewa hiyo, ningeomba twende. Nasema Mungu anatafuta mtu wa nini?
ajili ya familia yenu. Usimame kwa nafasi kwa ajili ya family. Mahali umezaliwa, sikia, mahali umezaliwa, mahali umeoa, mahali umeolewa. Hizo family huwezi zienda. Pano tuaitwe, pano tuanite, pano siaitwe. Mungu arudishe hiyo family. Na zaidi ya yote, uzao watoto yao. Kesho kwa ruhusa ya baba askofu, katika ibada kesho kwa ruhusa ya askofu, akiwa ataniongoza atanipa mwelekeo vile hiyo tunaweza ifanya. Of course alikuwa ananipa mwelekeo. Tutatamkia watoto wanaorudi shule hapa. Viwango vya maisha yao yanabadilika. Bwana sasa. Vitu ambavyo havijaonekana kwa jamii zetu, kizuizi Bwana atakiondoa. Kitavunjika. Nguvu ya hii kiwango kingine itavunja. Kuna wazazi wangapi hapa? Kama wewe mzazi na uko, kama wewe mzazi na uko, asante sana. Weka mkono chini. Naomba Mungu akupe ufunuo. Akupe nini? Akupe nini? Ufunuo. Na baada ya kukuombea, enda nyumbani usikilize moyoni. Hivi ndivyo mimi huongoza watu wa Mungu kama kimiza. Sikiliza moyoni na usikie ni dhabihu ama sadaka ama seed ya namna gani unaweza panda kwa ajili ya jamii yako, kwa ajili ya watoto wako. Tunaamini nabii wa Mungu. Unaamini nabii wa Mungu? Sasa saa hizi kuambii ati 10,000, ati 5,000, ati 2,000. Kile Mungu amenihimiza tu ni kupe ruhusa ukasikize. Usikize. Maana sasa umejua kuondoa mipaka. Umejua kuondoa nini? Alafu utii vile Roho atakuhimiza. Kisha kesho ninajua ni maeneo challenge na ninaelewa Mungu huongea katika mambo. Sasa kama watoto ndio wanarudi shule, unaweza fikiria sasa nitoe sisi ama nilipe school fees. Mimi nakwambia fuata moyo wako. Bila utasikia kuingizwa. Haleluya. Utii kile Bwana anafanya. Mimi sikutumwa kutoka kwa Konde kuja hapa kwa sababu ya kutimiza tu conference. Nimekuja hapa maana Mungu amenituma. Na nimekuja kwa sababu Mungu ameona hitaji yako. Na anataka kiwango kibadilike. Ninakutuma kwa marafiki watatu. Marafiki wangapi? Watu naofahamu vizuri. Waeleze kesho, wajipange. Nitakuwa ninaombea watu ambao wameamua kuondoa mipaka. Utasikia maushuhuda. Mungu anamwambia, Biblia inasema akamjaribu Abrahamu. Genesis 22 verse 1. Akamjaribu Abrahamu, chukua mwanao mpendao. Abrahamu alipoenda kutoa, mstari wa 15 Mungu akamwambia, nimejua unanipenda na kukubariki nitakubariki. Kuna vitu unafanya uonyesha Mungu umekubariki kiwango kingine. Na alipoambiwa akaamua hii si ambii sana. Hii ndiyo tabia sana. Na kumbengeza niko mwende uguzi. Niko mwende uguzi. Kesho hapa ni demonstration ya watu ambao wameamua kuondoa mipaka. Tafuta dhabihu. Name it. Mimi nimejua mama askofu, wakati Mungu alinionyesha familia yetu imefinyiliwa, maana nicheko familia ya uoyo. Ukitizi familia ya uoyo, vitu wateza wa nyunguni. Uoyo na mbeza. Uoyo na mbeza.
ukata kumala na ngeki hadi ukatonye kitonyi no kumala jitu kita hana jitu ulimita yana utasisi na ulimona hivi na hivi wende na mwanya uimbia niso ambia hii peke tumita ulimu mundu mwoi ilo kumanya kwa nitamu asenya isha nitamu chikachoka mazinde mundu mwene akachoka baba atenda ndakuja kwa mundu la mbi ewa kwa wala ukike mundu nyaisha kuchicheche chacha kucho
should, but you are empty. What is the meaning of this? Now, kila wewe ukita empty wewe na mewa manya. Ulimwengu unawaki wewe. Also it is balance. Check your lives. Generational blessing yame ogu. Bayo kwa enyo kamina. Mwika mina university kata school mwambe utaka. My passport ni nuko. Second point, that year in the for year university, Nahana. No group my partner in Makubu. And the one that is in university first year, Tayaka Amata Panyakato was a partner. The no man that's in the life. Now, we